بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1440, katika darsa ya risala الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 9، إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى، ataja sababu ya 9 miongoni mwa sababu zinazomsaidia Muislamu kuwa na subra juu ya udhia anaoipata kwa watu. asema in udhiya ala ma fa'alahu lillah أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته، ikiwa ataudhiwa Muislamu katika lile ambalo amelifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa jambo ambalo ameamrishwa katika taa, au kwa jambo ambalo amejiepusha nalo katika maasi yaliyokatazwa, wajaba alayhi as-sabr wa lam yakul lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fi Allah fa ajruhu ala Allah. Allahu akbar. Ni wajib juu yake asubiri wala asilipize. Kwa nini? Kwa sababu ameudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajiri yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo siri ya mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam, kutulipiza katika yale yaliyowapata katika da'wa waliokuwa wakilingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Fathu Makkah alikuwa ana uwezo wa kumlipiza kila mmoja aliyemkosea wakati Waislamu walipokuwa madhaifu ndani ya Makkah, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa uwezo na nguvu za kijeshi, akaingia mji wa Makkah kwa nguvu na akautawala mji wa Makkah. Baada ya hapo akawasamehe watu ambao walimuudhi mpaka wakamtoa ndani ya mji aliozaliwa, kwa sababu ile udhia aliipata kwa ajili ya Allah katika jambo ambalo Allah ndiye alimwamrisha. wasbir wama sabruka illa lillah, subiri
haikuwa subra yako isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. na aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume sallam fasbir sabran jamila fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastajil lahum sio fanyia haraka fanya subra na mtume sallam akasubiri na udhia aliyopata hakulipiza kwa ajili ya nafsi yake hakulipiza katika kile kilichompata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitaja katika kikao kilichopita hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda kaanni anzuru ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya darabahu qawmuhu faadmawhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuhusu mtume katika mitume wa Allah watu wake wamempiga mpaka wakamtoa damu wamempiga kweli kweli kwa mawe damu yamwagika. قال صلى الله عليه وسلم فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ewe Mola wangu afuta damu huku akisema ewe Mola wangu wasamehe watu wangu hawajui kile wanachokifanya. Lau kama wangelikuwa wajua wasingefanya hivi. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Na hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam lilimpata alipokwenda Taif wakampiga kwa mawe akiwa pamoja na Zaid mpaka damu ikatoka mpaka katika visigino vyake mguuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amtumilizia Jibril amwambia yule pale malaikatul jibal Allah subhanahu wa ta'ala amemteremsha kwa ajili yako. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. sasa hivi ukitaka nitachukua majabali mawili niwaponde mara mbili hivi kama vile mtu akikupiga makofi mawili ya masikio kwa pamoja. Kuna malaika aweza kuchukua jabali hili na hili kisha akaponda hivi kisha akawaachilia mbali mshafariki hakuna mtu mmoja atabakia salama. Qala la sifanye chana na la'alla Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatoa katika maungo yao watu watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. huyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhiya fillah idhaan shadidan aliudhiwa sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hakulipiza عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. وسبب hiyo tazama mujahiduna fi sabilillah walipokwenda damu zao zikamwagwa na mali zao zikaenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. infiru khifafan wa thiqalan wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. kwa hiyo wao walijitolea kwa nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Allah. Nani atakayewalipa? Mtu damu yake imemwagika mali yake imekwenda ikiwa ni farasi alinunua ikiwa ni upanga alionunua akajiandaa kwa mali yake ameuawa mali hakurudi nayo wala nafsi yake haikurudi nyumbani. Taibu huyu atalipwa na nani? Hakuna dhamana. Allah subhanahu wa ta'ala akanunua nafsi zao na mali zao
inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah akazinunua yeye, fathamanu ala Allah la ala alkhalqi. Kwa hivyo atakayelipa ile thamani ni Allah wala si viumbe. Sasa wewe fikiria, anayelipa ni Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa thamani yake ni kiasi gani? faman talaba athamana minhum lam yakun lahu ala Allah thamana, ambaye ataka thamani kwa hao wanadamu basi hana thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. fa innahu man kana fi Allah talafuhu kana ala Allah khalafuhu, ikiwa kile kilichoharibika na hasara aliyopata ilikwenda kwa ajili ya Allah, basi badala ataipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka ikiwa dhamana aliyochukua ni Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake ni makubwa mno, malipo makubwa mno. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. na ikiwa aliudhiwa kwa msiba, jambo ambalo limempata la kumuudhi, basi airegeshe lawama kwa nafsi yake. Mara nyingi sisi tuudhiwa tukawatizama wale wanaotuudhi. Wewe waweza kuudhiwa na mtu ukashindwa, wewe ana kitu gani huyo? Kitu gani kinampeleka kanisije mfanya chochote? Lakini basi tu aniudhi. Ni kwa sababu ya dhambi fulani uliifanya, ni kwa sababu ya maasi unayoyafanya. Allah akakusalitishia katika viumbe anayekuudhi. Kwa hiyo wewe usijishughulishe na yeye, jishughulishe na nafsi yako mwanzo, uilaumu nafsi yako. Yatosheleza kujishughulisha na nafsi yako na kuilaumu nafsi yako kutokamana na kumlaumu yule aliyekuudhi. Na wallahi ili jambo ukiwa nalo, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa subra kwa ule udhia uliopata, na umefaidika kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea kwake yeye. Na yule aliyekuudhi pia hakupata lile lake ambalo alikusudia kwa kule kukuudhi kwako. Kwa hivyo faida juu ya faida unaoipata katika jambo hili. wa in kana qad udhiya ala hadd falyuwattin nafsahu ala as-sabr, jambo lako la kidunia fulani umeudhiwa, basi kuwa na subra. fa inna nail al-hudud dunahu amrun amarru min as-sabr. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجرة. هو mfano mzuri sana mtaja Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Tizama katika mambo ya kidunia, biashara kwa mfano, kufanya biashara. Mfanyi biashara aweza kusafiri akaenda nchi ya mbali sana kununua bidhaa na kuja nazo akaziuza. Hii ni kazi yake. Sasa lau kama yule mfanyi biashara hatajiandaa kabisa kwa ajili ya joto atakalolipata njiani, mvua, barafu, mashaka ya safari, wevi ambao waweza kuwapata njiani, mtu aweza kusema lakini hii ilikuwa ni zamani, wakati ule ilikuwa watu misafara na ngamia na punda. Lakini leo pia, naam, leo pia wafanyi biashara wana mambo mingi sana ya wakabili ambayo ni yaudhia katika ile biashara wanaoifanya, yataka subra kwa wao. La si hivyo hakuna haja ya kufanya biashara. Sasa ikiwa wewe wafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, yani wafanya jambo kwa ajili ya Allah, kisha uwezi kusubiria udhia unaoipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna haja ya kuingia katika biashara hiyo. Huiwezi biashara hiyo. Lazima moyo wako umeuandaa kwa ajili ya subra. Udhia utaipata. Luqmanul Hakim
amwambia mwanawe ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Kuamrisha mema na kukataza maovu kuhitaji subra. Utapatwa na mambo, usidhanie utatandikiwa busati jekundu utembee katikati ukuarushiwa mawaridi kisha mwingine akikupiga katika mabega yako na kukupongeza endelea. La, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Sasa ikiwa mitume walikuwa na watu ambao ni maadui zao, shayatin al-insi wal jinn, yoyote ambaye ataifuata njia yao awe tayari kwa kutasimama maadui katikati, awe tayari kuwa na subra juu ya udhia atakaoipata. Wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nas anna man sadaqa fi talab shay'in min al-ashya' badala min as-sabr fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Hili ni jambo ambalo linajulikana kwa watu kuwa anayekuwa mkweli katika kutafuta jambo lolote lile, basi atakuwa na subra katika lile jambo kulipata kwa kadri ya ukweli wake katika kulitafuta lile jambo. Watu watafuta mambo duni na wakawa na subra. Mtu atafuta jambo la kidunia duni thamani, mpaka watu waovu wana subra katika maasi wanaoyafanya. Mtu ana subra katika maasi, utamwona akimbilia maasi ya fulani, hakuyapata atatafuta njia hii, atatafuta njia hii, atafuta maasi tu, wal billah. Kaifa yule anayetafuta ajira mbele ya Allah subhanahu, kwa nini asiwe na subra katika lile? Ikiwa ni mkweli atakuwa na subra juu ya lile jambo, na ikiwa hana ukweli katika kulitafuta lile jambo hawezi kuwa na subra juu yake, hawezi kuwa na subra. Unaweza kumwona mtu amesubiria jambo, yani amelisubiria yule mpaka amelipata na jambo ni ovu pengine, kana subra amekaa hapo mchana kutwa angojea mpaka apate lile jambo lake ametaka nini, ataka kujepa, ataka kuiba, amekaa mahali atizama tu wakati gani atazubaa yule bwana yachukue. Amekaa pale, amekaa mpaka akipata ile fursa nyakua huyo yakimbia, alhamdulillah. Ana subra ya juu nini, ataka kunyakua ende zake, akasubiri mpaka akapata nafasi akakimbia. Sasa huyo amesubiria maasi, amesubiria dhulma na uovu. Itakuja yule ambaye atafuta ajira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo zaidi atakana na subra. قال الشيخ عبد الرزاق أي أن أذى الخلق للعبد يقع على أوجه. udhia ya waja kwa mja hutokea katika wajhi mbalimbali. الأول إما أن يكون أذى منهم له فيما يتعلق بالدين. إما iwe ule udhia unaotokamana na hawa watu juu yake yeye umefungamana na dini, ka an ya'mura bima'rufin au yanha 'an munkar, kama kwa mfano amrisha mema akataze maovu, au yad'u ila Allah, au alingania watu kwa Allah, au yu'allima an-nasa al-khair فيؤذونه لأمره بالمعروف أو لنهيه عن المنكر أو لدعوته إلى الله, أو awafundisha watu khairi akapata udhia kutoka kwao kwa sababu ya kuamrisha mema na kuwakataza maovu na kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا أوذي في سبيل الله فلا ينتقم منهم, huyo ameudhiwa katika njia ya Allah, basi asilipize. Usiwe katika wale. Kuna watu daima tu wao wajihami nafsi zao tu, akizungumzwa yeye kidogo utafikiri imezungumzwa dini ya Allah. La, tulitaje huko nyuma kuwa usiwe ni mwenye daima mwenye kujilipizia nafsi yako. Sasa ikiwa jambo umelifanya kwa ajili ya ukaudhiwa wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, fanya subra.
usilipize bali yabghi ma 'inda Allah kitake kile ambacho kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala lianna hadha fi sabilillah wa adhan hasala lahu fi ta'ati Allah sababu hili jambo kwa ajili ya Allah katika njia ya Allah udhia umeipata katika kumtii Allah fayatlubu ma 'inda Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo atake kile ambacho kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala فيصبر على أذاهم لأن هذا الأذى في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى فيرجو عليه ما عند الله سبحانه وتعالى وسباب أذيه أميباتا كواجيلي يا الله كتكنجي يا الله كواجيلي يكمطي الله سبحانه وتعالى كيف أترجي كلي كلي تشوكك الله سبحانه وتعالى وني وجه وكوانز الثاني إن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لا شغل عن لومه لمن آذاه نهيت ميليزا بالنص أمنكم من شيخ الإسلام رحمة الله عليه فهو جambo fulani ambalo limekuudhi kutia msiba kwa ule udhia uliopata kutoka kwa yule mtu mwanzo jiangalie nafsi yako pengine kuna dhambi ikawa ni sababu ya Allah kusalitishia yule mtu akuudhi rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatosheleza kujishughulisha nafsi yako na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala الثالث إن كان قد أوذي على حظ من حظوظ الدنيا فليوطن نفسه على الصبر ikiwa ameudhiwa kwa jambo la kidunia basi ajiandae nafsi yake kwa ajili ya subra مثل ما يوطن أصحاب التجارة والمرابحات وطلب المكاسب أنفسهم على الأذى الذي يحصل لهم في سبيل ما يؤملونه ويرجونه من أرباحهم والمؤمن أولى بذلك وأحرى kama mfano wanavyojiandaa kusubiri watu wa biashara wafanya tijara na kupata fawaid katika kutaka kule kuchuma kajiandaa nafsi zao kwa ajili ya subra wanaoipata katika udhia wanaoipata kwenye njia ya kufanya ile biashara kuna mambo ya waudhi ya waumiza lakini atarajia faida katika ile biashara ukiangalia upande huu watu wa ushuru wamemketia macho hata kwa jambo ambalo listahiki wakamnyakua ukiangalia upande mwingine kuna waizi ukiangalia wafanyikazi wake wenyewe kuna wevi ukiangalia amezungukwa na udhia tu lakini ndio yoacha biashara atafanya biashara aendelea atafanya nini ataka faida huko amekamatwa kila aina ya wevi wako pale wengine wa kuibia uivi kama ambaye ni halali kwa kuibia wewe wengine kuibia hivi wengine kuibia vile kila mmoja na upande wake lakini ndio awache la muone yuko pale pale amekaa kama ajua kuna faida pale basi mu'min ni aula zaidi kwa nini kwa sababu kile kinachompata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala na bila shaka atakuwa ni malipo makubwa hili ukilizingatia litakusaidia pakubwa muislamu katika kuweza kusubiria udhia unaoipata kutoka kwa watu wallahu almusta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله